English alisema I will make a suitable helper. Suitable is the word. Hakusema helper, alisema suitable. Suitable helper ni kumaanisha nini? Alitengeneza kwa mfano mwanaume kwa Kiingereza wanasema masculine, strong like this physically, ndio? Alafu mwanamke wanasema feminine. Unaelewa hizo vitu? Hakutengeneza mwanaume mwingine mwenye amefanana na mwanaume. They would not be suitable. Bwana asifiwe. Unaelewa? Sasa alitengeneza mwanamke tofauti kuliko kutoka kwa mwanaume. Kwa sababu sauti ya mwanamke kwa mfano ni tofauti na ya mwanaume. Unaelewa? Sasa alimpea kuna strength ya mwanamke, kwa hiyo vile ameumbwa tu. Mungu alimuumba hivyo as a suitable helper. Kwa sababu alikuja kusaidia. Hakutaka kutengeneza wawili wenye wametoshana hivi watagombana. Unaelewa? Watu Bwana bariki sana. Sasa siku moja nikatumia fence. Unajua mimi natoka sasa fence ya kwetu. Is it good I teach this ama ni uache tuendelee tu? Unaona fence ya kwetu kuna pole kama hii, si ndio? Sasa pole unaweka wires. Sikufundisha tu. Kwani amen. Nitaenda. Wires zimeenda hivi. Kuna ingine hapa, pole ingine hapa. Si ndio? Lakini waya ukiwacha hivi waya itafanya hizi poles zinafanya nini? Zinalala, si ndio? Sasa ujanja yetu tukiwa kwa kijiji tunaenda tunaleta kapole kingine kadogo. Tunakawekelea hapo. Sasa hii pole ikitaka kulala haitalala. Amen. Bwana asifiwe. Lakini ukichukua hii pole dogo na uweke hivi wataenda wote. Sasa Mungu akaambia mwanamke, wewe inama. Ukiinama ndio utakuwa ya manufaa kwa hii jamaa. Na hii jamaa usiiname, simama. Lakini mama akiamua kwa nyumba pia yeye asimame. Sasa mwanamke bibi yake, the ladies, the married ones, ukifika kwa boma ili mawaya ikivuta huyu jamaa nasaidia yeye. Nasaidia yeye asianguke. Sasa unaona sasa place ya mama kwa nyumba. Kumaanisha wewe ukiwachwa peke yako mawaya itakuweka chini. Sasa heshimu mama. Ndiye anakusaidia. Simama. Unajua Biblia inasema whoever gets a wife gets a good thing. Kama hii jamaa Fred. Kwanza bibi kama huyu Maureen, very humble my daughter. Sasa sasa you get a good thing and you find favor. Favor ni hiyo kushikiliwa. Sasa hii kuinama hii sasa itaisha. Utaanza kusimama sasa strong. Hata watu watakuamini hata na kaloni kidogo kwa sababu wanajua kwako. Lakini before uoe bwana, hii kijana atapotea, atamtoa wapi? Lakini ukiwa na bibi tunajua kwake. Tutaenda tutampata nyumbani. Analeta heshima, ndio? Kutoka leo kulika na heshima. Sema baba nani, hata jina inabadilika. Mama ni mzuri, it's very powerful to get married. Vile wewe hujajua, wewe unaharibu sura ya bibi yako, unakuwa mkali, unakuwa mkaidi. Na ndiye ameinama tu hapa amekushikilia. Sasa huyu jamaa ona, si tumemweka hapa. Huyu jamaa akianza kung'ang'ana kukata huyu. Ameanza kukata huyu. Anachapa huyu. Si atamchapa mpaka siku moja ataondoka. Alafu so ukivamia mama unajivamia. Siku moja utaanguka wewe. Sasa ile kitu mzuri, si mama ameinama hivi, kumaanisha hata ajitetei. Ukiona mwenye amekuja kuguza mama hivi wewe nani? Kwa sababu akiguzwa unielewi. Umenielewa? Si ndio? Bwana asifiwe. Kwa sababu ndio nguvu yako amekushikilia. Sasa ukiruhusu hii majamaa wana nini? Baba pamoja na baba yako wazazi, si ndio? Wazazi wanakuja wanarun maisha yako, kwa boma yako. Sasa baba yako anakemea yeye. Baba yako hawezi kemea yeye. Si ndio huyu naongea na yeye. Kama mama bibi yako ako na makosa yenye hakuna makosa, lakini kama kuna kitu anaona anataka ifike kwake, akuambie wewe, alafu wewe ndio utaambia yeye. Kuna mambo mengi hapa.
Na hakuna kuripoti kwa wazazi. Saa zingine mambo ya maisha inaweza kuwa ngumu. Lakini unajua wewe ukiripoti bibi yako kwa baba yako, hakuna kesi hapo. Ni fisi anafanya kesi ya kondoo. Unajua nani atashinda? Na yeye akienda kwa mama yake kuripoti, wewe hauna bahati. Hao watakukondemn without hearing. Kwa sababu ni msichana yao. Sasa kuja kwangu, mimi ni baba ya wote wawili. Mimi ni askofu. Kuja kwangu sasa nyinyi wote wawili. Mimi ni neutral. Nitazikiza kila mtu kama mtoto yangu. Kuna mwenye sio yangu. Time imeenda. Sasa hii mambo mashida ya mandege sijui nini. Situke tu hapa hata kesho tukue service hapa alafu. Ndio. Nairobi, unajua Nairobi inatutisha. Tukiwa Kisumu ukisikia mtu ako Nairobi, huyo mtu ako mbali. Ameendelea mchezo. Uko town. Hii town tunaogopa sana. Ukitoka kwa hoteli unapanda kagari, unaenda mahali haraka ufike, usionekane kwa street. Lakini mimi nashindwa vile mnaishi tu Nairobi, naona watoto wanacheza huko nje. Nairobi ni mzuri tu, si ndio? Iko na neema yake. Lakini ni baridi. Sawa, tuendelee. Amen. Thank you. Now where I was heading is verse 25. Mahali nilipokuwa nikielekea ni mstari 25. Husbands, love your wives. Ninyi waume wapendeni wake zenu. Si umeona hiyo kupenda yenye nilisema? Si your wives are the supporters Sasa unapenda. Unazuia majamaa wasivamie na pia reinforce, unapea chakula inone. Alafu ndio ikusupport Si nini? The stronger it is, ukitafuta ile kubwa ama ukijenga ikuwe kubwa, of course spiritually, physically, psychologically, you understand what I mean then you are far much stronger. Unajua kuna majamaa hawatumii nini kidogo hesabu ni hivi ati unajua bibi akisoma sana somesha mama bana, kama uko na nguvu atakusaidia mbele, acha mambo mingi hapa, saidia yeye, fungulia yeye biashara sasa ati unajua sasa wamama tu wakaje. Nani alisema hiyo uongo? Kwa sababu akiwa strong hata wewe umekuwa strong. Sema love your wives. Shughulikia yeye. Naambia kanisa huko Kisumu sijui ya Mathare mnaongeanga aje. Lakini ya Kisumu niliwaambia enda hesabu hizo koti zenu hizo mnavaa kama wewe ni mimi kama hizi zangu. Hesabu koti 1 2 kama uko na mingi kuliko bibi wewe ni mbaya, hujaokoka. Na nafaa kuwa na double your number every time. So kabla hujaongeza yako unaongeza yake 2. Ukinunua yako moja unanunulia yeye 2. Unasikia friend? Nilipromise kucancel hapa lakini ulihepa aje. Ukinunua koti yako moja, unajua wewe utarudia koti kesho hata hii. Si kesho unakuja nayo chance. Lakini yeye sasa unajua ni dada. Anataka ya leo na ya hivyo ndio maisha inakwanga. Sasa amen. Siongezi hasara kwa nyumba. Na naongea tu vizuri. Naongea tu na neema. Bwana wabariki sana. Lakini nitarudi hapa, si ndio? Nataka nirudi hapa. Narudi hapa kwa sababu kesho niko na cruising bus park Kisumu Town Center na wiki mzima nahubiri Kisumu Town from Monday to Saturday. Lakini wacha nikimaliza nitakuja hapa tuende pia crusade nje. Amen. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Ninyi waume wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Wewe unaweza jitoa kwa sababu ya bibi yako? Hiyo ndio kiwango umewekewa jamaa yangu. Sema wewe nani kama vile Yesu tu alifanya. Si umeambiwa pia wewe ni mtawala, umepewa kichwa kama Yesu Sasa authority comes with responsibility. Umepewa mamlaka, wewe ni kichwa. Lakini anasema penda yeye kama vile Yesu alipenda mpaka akajitoa. Unajua vile alijitoa? Aliteswa akakufa msalabani kabisa, akahangaishwa kwa sababu ya wewe, kwa sababu ya kanisa. Hata wewe tezeka, hangaika kwa sababu ya bibi yako. Hapana, si ni Biblia nimesoma. Hangaika. Sema just like Christ, ndio. Lakini unajua kama mzee yako hajaokoka usiende kumsomea hii vitu.
takurudisha kwini. Unamsaidia pole pole aokoke, alafu akishaokoka unaanza kuelewa pole. Amen. To make a holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ili kusudi alifanye takatifu, akalitakasa kwa kuliosha kwa maji katika neno lake. And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na doa wala kunyanzi au wala lolote, bali takatifu silo na hatia. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Vivyo hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. He who loves his wife loves himself. Apendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Amen. And then continue. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. Tukiendelea, hakuna mtu anayechukia mwili wake mwenyewe, bali huulisha na kuutunza vizuri kama Kristo anavyolitunza kanisa lake. For we are members of his body. Sisi tu viungo vya mwili wake. For this reason, a man called Fred will leave his father and mother and be united to his wife, Maureen. Kwa hii sababu mwanaume aitwaye Fred ataondoka kwa nyumba ya baba yake na mama yake. Ataondoka kwa nyumba ya baba. Umesikia Fred? Mera, ubaki hizo. Uindi mabele. Umesikia? Abas. Ataondoka kwa baba yake na mama. Ka pale. Inaitwa nini? Toa unaitwa ile ya kuhama. Sijui mnaitana aje. Patio, unatoka kando pale kujipa. Ndio sababu tunakwambia uko na sufuria ngapi sasa? Na kijiko ni ngapi? Wewe leta bibi kwa baba, nunua sufuria yako na kablangeti yako. Uko na kibarua kidogo pia unafanyanga pale. Sio sasa kuoa bibi na kupeleka kwa mzee. Pana, kaa na bibi yako. Mimi huwa naongea Kizungu, nawaambia kwanza, hata naombanga nasema, jameni, kama unaoa bibi, hata kama anafanya kazi mbali, karibu tu akamkae na yeye pamoja, at least wakati mnaona kidogo, si ndio? Usumbuane hiyo mapema, usumbuane mpaka muelewane. Amen. Hiyo nawapelekeanga Wakalenjini wanaoa bibi wanapeleka jiji, na yeye hapo Nairobi ama sijui wapi huko kwingine, wakiwa wachanga. You understand what I mean? The Lord bless you. Amen. Thank you very much. Let us clap to Jesus. So, Maureen, don't come to Kisumu. Stay with this guy around here. Yes. You see, around here. Okay, good. Let us continue. Amen. 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 Okay, thank you. Now, can I just connect for you and then I finish? It's this couple. Harusi ni 10 minutes. Hii hawa. Dakika 10 tu tumemaliza. Sikiza. Biblia inasema, kuna mahali nimesoma pale juu kwanza, amesema kuna mahali nilisoma. Alitumia mfano ya Yesu, akasema kama vile kanisa hii sasa ni yao wenye wako toba na wageni pia. Wageni hii ni yenu pia, kama huko kwa hiyo huduma, kama ujumbe mtumishi wa Mungu nabii ameleta, amejaribu sana kurekebisha kanisa. Na swali ni hii. Biblia inasema kama vile Mungu, Yesu ako pale na kanisa imejitiisha kwa nani? Kwa Yesu. Submitted to Christ. Sasa pia bibi submit kwa nani? Kwa mzee. Si ndio? Anatumia mfano ya Yesu. Anasema kanisa imenyenyekea kwa Yesu in everything. Lakini swali ni hii, wewe unasemanga wewe ni Mkristo, umechukua jina ya Yesu. Unajua sasa huyu unasema Mr. and Mrs. Fred. Umechukua jina ya Fred. Kwa sababu watu hapa wanajiita Christians. Kwa sababu wao wameolewa na nani? Na yani they have that relationship with Christ. Lakini swali ni hii, wewe tangu uokoke ama unajiita Mkristo, John, James, Jane, nauliza swali, umejitiisha kwa Kristo? Swali mzuri tu. Kwa sababu kujitiisha kwa Kristo, na anasema kwa mambo yote, in everything. Kristo akisema left, right, left, right, you know?
Ulizi nani? Wapi? Unarukanga kwanza. Ukiwa juu ndio unauliza how high. See? When you already go. Amen. Amen. Lakini ukisoma hii Biblia ya Yesu, hii kuna mambo mengi Yesu amesema tufanye. Na kuna mambo mengi amesema tusifanye. Sasa wewe umejitisha kwa hiyo maneno kwa sababu umejidai wewe ni Mkristo. Ukichukua ile fomu ya ID, wakiuliza religion, una tick Christian. Kutoka leo usitik. Kama umekataa kusubmit kwake, wewe sema tu mimi sina dini. Kwa nini hujatiki ya Waislamu? Kwa sababu haufuati mambo yao. Na kwa nini unatiki ya Wakristo na haufuati mambo ya Wakristo? Mkora, jangili. Unaweza jidai bibi ya mtu na si bibi na wewe si bibi yake. Kwa barabara pale unajiita Mrs. nani na si nini, wewe acha nani uongo. Biblia inasema don't lie. Usidanganye. Lakini Wakristo wako hapo nje wanadanganya, na si ati wanadanganya mara moja, wanadanganya ya kwanza na ukienda kuwashika wanaongeza nyingine, wanadanganya nyingine, wanadanganya yani one lie and then 10. Alafu mpaka Wakristo wenyewe wanasema kuna white lies, kuna green, yellow. Lakini yote ni uongo tu. Sasa Yesu anasema usifanye hiyo. Sasa kama unafanya hujanyenyekea kwa Yesu, na wewe si kanisa basi. Wewe si Mkristo. Unajidanganya tu hapa. Sasa kuwa mtakatifu, msiko washerati. Sasa msiko msherati, na wewe ni msherati tu hadharani. Hata mavazi yako inaonyesha tu wewe ni msherati. Hata kuongea yako tu, hata yaani wewe ni msherati tu na unaenda kanisa. Which religion Christian? You are not a Christian. Wewe acha mchezo, unadanganya nani? Christians, the Bible has described who should be called. Wewe unaharibia Kristo jina. Mpaka Waislamu wakiangalia wakawataki kuokoka. Wasema si unaona Wakristo vile ni wakora, ni washerati. Wanawatembea uchi. Sasa mimi Muislamu navaa vizuri nitakuja kuvaa kama Mkristo miniskirt. Hapana, hao wanavaa miniskirt si Wakristo, ni wakora na majangili wamejificha tu na jina ya Yesu. No, na si ni ukweli nikisema hivyo. Kwa sababu wale wa Yesu iko njia imeandikwa hapa. Heshima, wokovu, utakatifu, unyoofu wa moyo, usafi wa moyo, amani na watu wote. Iko kwa Biblia hapa. Kama huwezi fuata hizo vitu jameni, wachana na Yesu. Mpaka Biblia inasema ni afadhali hawangeokoka kuliko kuokoka alafu wanafanya hizo vituko. Anasema sasa hii medali ni yao. Wao ni nguruwe, wanaenda kuoneoshwa, wanaenda kurudi kwa matope, nikawa mpaka Biblia inawaita umbwa. Inasema ni umbwa na alafu anakula matapishi. Unakuja church, nimetubu leo, kesho usherati. Yaani kanisa ni mahali ya kwenda. Hapana, hiyo si Ukristo. Ukristo inasema wenye wameokoka hawarudi nyuma, na wakirudi hakuna msamaha. Ni Biblia. Hebrews chapter 4, chapter 6, verse 4. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Ingine ya pili nikimaliza. Biblia imesema alienda wakuwa kama kanisa, mzee apende bibi yake kama vile Yesu alipenda kanisa na akajitolea kusafisha kanisa. Kusafisha, akuwe bila mawaa, akuwe bila madoadoa. Mpaka anasema bila kunyanzi, without ringo, without spot, without blemish. Safi ing'arayo. Iko Revelation 19:6-9. Alikufa pale. Anasema hiyo ndio kanisa, alikufa ndio kanisa ikuwe safi, ikuwe takatifu, itakazike. Sasa wewe unadai Yesu na wewe ni mchafu, ni muovu, mkatili. Sasa unadai Yesu aje? Mpaka nikaambia watu, Christmas si mbaya. Hata hii huduma tunasherehekea Christmas. Lakini sababu ya kusherehekea Christmas, tunasherehekea ushindi wa Yesu. Na ushindi wa Yesu haikuwa kutuletea gari. Hapana, gari unafanya tu biashara yako mzuri. Na alafu Mungu anabariki kazi ya mkono yako. Unaomba loan kidogo, unanunua gari. Hiyo si unapata. Hata Wahindi si wanaendesha gari. Na waamini Yesu. Hata Waislamu wako na magari. Hawajaamini. Yesu hakukufia gari. Gari zilikuwa. Singamia zilikuwa mingi sana masiku ya Abraham. Na bado Yesu akakufa. Si gold ilikuwa, silver ilikuwa, na Yesu akaenda msalabani. Unaona ni kama ilikuwa pesa ilikuwa imekosekana. Ilikuwa shida moja, inaitwa dhambi. Dhambi ilishinda pesa, dhambi ilishinda kondoo na damu ya mbuzi, ikashinda damu ya ng'ombe, ikashinda science, ikakuwa tu ni damu ya Yesu peke yake inaweza washa watu. Kwa sababu Yesu alienda msalabani.
Sasa mimi nikaambia watu, hii Christmas mnasherekea, sherekea ya kwamba yenye Yesu alikuja kufanya imetimizwa kwa maisha yako. Kwamba alikufa, akamwaga damu, sasa umeoshwa, umeokoka. Sasa sherekea Christmas. Lakini kama uko kwa dhambi, Yesu hajakufaidi chochote. Au unasherekea ya nini? Sasa unakuta Wakristo wanasherekea usherati na nini. Hakuna, wamepotea. Ukweli ni ya kwamba hata Yesu hana faida kwao. Ile faida Yesu alikuja kuleta duniani ni kusafisha watu kutoka kwa dhambi, kuwaweka uhuru na vifungo na usharati na dhambi. Sasa unasherehekea Christmas na uko kwa dhambi, unaenda jehanamu. Mjinga, okoka, badilika. Hapana, sijakoka tena. Ndio, si Biblia inasema the fools say there is no God. Ndio. Biblia inakuanga brutal. Wanga bruto saa zingine. Saa zingine nasema umbwa. Nasema umbwa wako nje. Umbwa wako nje. Ati outside are the dogs. Yaani Mungu mwenye alikuumba anaita watu wake umbwa. Na unajua nilisoma Biblia nikagundua ni nani hao anaita umbwa? Unajua ni nani? Ni perpetual backsliders. Kwa sababu ukisoma 2 Peter 2:19 anasema nini? Like a dog going back to the vomit. Tunaona hiyo? Sasa akifika Revelation anasema outside are the dogs, meaning those who go back to sin the same way a dog goes back to the vomit. So anasema hawa anawaita umbwa, kumaanisha wale wanarudia, wanasafishwa, wanaokoka, wakesho wakukopa. Anawaita umbwa kwa sababu wanarudi kukula matapishi baba, na jana waliokoka church. Anasema the dogs are outside there, they cannot come in. Sasa sikiza, this is somewhere I'm heading. I'm going to read another verse. Am I overseer? Am I allowed to read another one? Or time is gone? The food is cold. Thank you. We are celebrating Mori and the friend, this blessed team. Now, sikiza. Namunipange haraka alafu. You have the rings? That one I'll do very quickly. Then look at this. Anasema alijitoa akawaosha. Anasema hata wewe mzee, penda bibi yako kama vile Yesu alijitoa mwanga, akasafisha kanisa, akatakasa kanisa kabisa na damu yake. Lakini situone hiyo damu yake hiyo utakaso vile ilifanya kazi. Hiyo tu peke yake alafu nimalize. Amen. The book of Ephesians chapter 2. Kitabu cha Waefeso mlango wa 2. Hiyo tu hapo tu. Angalia verse 2, chapter 2 tuko pale. Mulihama ama mko hapa? No, you know there is you here and there is another you. You can be here but not here. So are you here? Yes. Okay, thank you. Now, verse 1 inasema nini? As for you, mimi nakueleza, simesema Yesu alijitoa kusafisha kanisa. Sasa nataka kukuonyesha mahali Yesu kwa kukufa msalabani mahali alitoa kanisa. Ili ukirudi leo Kisumu uheshimu damu ya Yesu sana. Amen. Hallelujah. Sikiza, anasema verse 1. As for you, you are dead in your transgressions and sins. Number 1. Kwa habari zenyu mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu. Sikiza. Sasa kama wako hai inamaanisha damu ya Yesu ilienda. Unaona? Anasema in their sins and transgressions. Hawakukuwa tu kwa dhambi na maovu. Walikuwa kwa dhambi na maovu, na mshahara ya dhambi ilikuwa hata imetimizwa kwa maisha yao. Biblia inasema ukiwa kwa dhambi ni kama umekufa tayari. Anasema the wages of sin is death. So number 1, angalia mahali damu ya Yesu ilitupata. Anasema number 1, chairman. Number 1, we were dead in sins and hallelujah. In sins and what? Oh, these people are in the kitchen. Let me just finish. They go and eat. We were dead in sins and transgressions. Can I jump because of time? Verse 11. Therefore, remember that formerly you were Gentiles by birth and called and circumcised by those who call themselves the circumcision. Mstari wa 11, kwa hiyo kumbukeni kwamba ninyi ambao hapo awali mlikuwa watu wa mataifa kwa kuzaliwa na kutiwa na kuitwa wasiotahiriwa na wale wanaojiita waliotahiriwa. Sikiza. Sasa wote wamekufa kwa dhambi.
Lakini anasema kuna level nyingine wewe ulikuwa umepotea hata kuliko watu wengine. Anasema kuna ka group nyingine Mungu alichukua kupitia kwa Abraham na akawatoa tairi, akawapea covenant. Sidio? Kwamba wako kwa dhambi lakini Mungu anatengeneza uhusiano na wao, wakakuwa marafiki ya Mungu kupitia kwa tohara. Anasema wewe Mjaluo, Mkalenjin, Mkikuyu, Gentiles wote hamkukuwa kwa hiyo. Sasa number 1 mlikuwa mmekufa kwa dhambi. Number 2 nyinyi hamkuingia kwa hiyo agano. Na kwa sababu hamkuwa kwa hiyo agano, angalia. Number 2 anasema verse 12. Remember that at that time you are separate from Christ. Mstari wa 12, kumbukeni kwamba wakati ule mlikuwa hamna Kristo, akiwa mmetengwa kutokana na jumuiya ya watu wa Mungu. Nani umeenda mbali sana. Just translate what I'm saying. Sikiza haraka. Anasema number 1 dead in sins. Number 2 separated from Christ. Are you getting that? Yeah, anasema at that time kwa sababu Mungu ana agano na Mungu, mlikuwa mmetengwa na Kristo. So ukiwa unapanga points yako, anasema number 1 mahali Yesu alikupata na damu yake. Number 1 you are dead. Number 2 separated from Jesus. You see what sin does, eh? Let me finish. And then number 3 excluded from citizenship in Israel. Mkiwa mmetengwa kutoka katika jumuiya ya watu wa Mungu, yani Israeli. I love that. Angalia, number 1 mmekufa, number 2 mmetengwa na Yesu, number 3 mmefukuzwa mbali, mmekatanishwa na familia ya Mungu. You are not part of the family of God. Number 4 anasema foreigners to the covenants of the promise. Mkiwa wageni wageni katika agano za Mungu. Agano za Mungu hazikukuwa zako, hauna share kabisa. Umekufa, umetengwa kwa Yesu, umetengwa na Israeli ya baba, wewe si familia ya Mungu. Number 4 agano za amani ya Mungu, agano za baraka za Mungu, agano za uhai wa Mungu. Hata hizo pia wewe hapana, iko ndani. Wewe hakuna. Huko kwetu tunasemanga hivi. Alafu ingine. Amen. Hallelujah. Amen. Mumechoka sana. Hii njaa ni kubwa. Make sure the food is big, German. These people really need to get some energy. Unajua bariki na kulanga chakula kabisa. Sikiza. Haya. Sasa tupika ngapi? Dead. Number 2 separated. Number 3 excluded from the family of God. Number 4 foreigners. Number 5 anasema without hope. Bila tumaini. Number 6 anasema without God, bila Mungu bana. Hiyo ni bali sana. Lakini angalia, yeye yenye anasema mzee achunge bibi yake kwa sababu Yesu alikuja na damu yake. Hiyo damu si mchezo. Hallelujah. Hiyo damu inatembeza olewe huko chini, ni kubwa sana, ni kuu sana. Anasema huyu jamaa alikuwa amekufa, ametengwa, hana familia na Mungu, yeye ni mgeni, yeye hana tumaini, hana uhusiano na Mungu. Lakini angalia, akaenda msalabani saa 7 mchana, Golgotha pale, akabeba msalaba Yesu mwenyewe, akapanda mlimani, akaangaishwa. Ukisoma Isaiah 52, bruised, akachipuliwa beyond that of any man, akatemewa mate, akateswa, akaangaishwa, mwisho akasulubishwa pale, akakufa, akamwaga damu zake yote. Angalia, akamaliza akasema, it is now finished kwa msalaba. That saying it is finished, look at what that is finished did. Look at what it did. Look at verse number 13 now. Is it number 13? Yes, verse 13. Look at that. Translate. Look at this. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Jesus. Lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi ambao hapo kwanza mlikuwa mbali na Mungu, sasa mmeletwa karibu kwa njia ya damu ya Kristo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. He is saying in one move, in Calvary,
Anasema kwa mwendo mmoja tu pale in Kalvari. Golgotha, Pale Golgotha, all the six points of reference of the separation is kila hoja za sita za kutengwa, all of them, wote they were reversed like this. Yalibadilishwa namna hii By the blood of Jesus. kwa damu ya Yesu. Look at the achievements. Yes, you're doing. Can you raise the yeah, this one a bit? By the blood of Jesus. Tazama manufaa kwa damu ya Yesu. He said, can I have the other translator? He was doing better than you. He says verse 14. He says, for he himself is our peace. Kwake mwenyewe ni amani yetu. Who has made the two groups one. Ambaye amefanya kundi hizo mbili kuwa moja. And has destroyed the barrier. Na ameweza kuangamiza ile kizuizi. The dividing wall of hostility. Lile ukuta la uadui. He says, he is our peace. Yeye ni amani yetu. Look at what the blood of Jesus did. Tazama kile ambacho damu ya Yesu kilitenda. Because you never had a covenant with God. Kwa sababu haukuwa na agano na Mungu. Israel had a covenant. Israeli ilikuwa na agano. They had a covenant with God. Walikuwa na agano na Mungu. But that covenant separated Israel from you. Lakini agano hilo lilitenga Israeli kutokana na wewe. So the Gentiles and the Jews were enemies. Kwa hivyo watu mataifa walikuwa adui. They were not even allowed to eat with Gentiles. Hawakuruhusiwa kukula na watu wa kimataifa. Look at what the blood of Jesus does, number one. Lakini tazama kile ambacho damu ya Yesu kinatenda nambari moja. Removes the wall of separation. Inaondoa ukuta wa kutengwa. And the hostility there. Na uadui pale. And where there were Jews and Gentiles. Na mahali ambapo kulikuwa na Mayahudi na watu wa taifa. Kisha anasema, they are now one family, the family of God. Sasa wao ni familia moja, familia ya Mungu. It does not matter whether you are Jew or Gentile. Haijalishi wewe ni Myahudi au watu whether you are a Luo or Kikuyu. Haijalishi wewe ni Mjaluo au Kikuyu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Familia moja. Hey. We are one family. Sisi ni familia moja. That is why there is no tribalism in this church. Ndio maana hakuna ukabila kamwe katika kanisa hili. Jesus. Damu ya Yesu. The hostility of tribes is over. Uadui wa makabila yameisha. Hallelujah. Hallelujah. Since the wall of separation was brought down. Kwa sababu ukuta wa kutengwa umeangushwa chini. Look at the power of the blood of Jesus. Tazama nguvu ya damu ya Yesu. When he shed it at the cross. Alipomwaga damu msalabani. By that power of the blood. Kwa nguvu hiyo ya damu. He says when you go to Mathare North now. Anasema kwamba ukienda Mathare North sasa. There is no rich, there is no poor, there is no wealthy, there is no Kikuyu, there is no tribe. They are the family of Jesus. Hakuna matajiri wote wala watu fukara. Hakuna ukabila, bali kabila moja ya Yesu. Look at what I did when I wanted to marry. Tazama kile ambacho nilitenda nilipotaka kuoa. Now that it is a wedding. Sasa ya kwamba ni harusi. I said, God, nilisema Mungu, me I need to marry. Mimi nahitaji kuoa. But I need a wife. Lakini nahitaji mke. That is it. Hiyo yatosha. The rest it does not matter. Ile imesalia haijalishi. Whether she's working, whether she's which tribe, whether she's from where, me I just need to get married. Nataka kuoa. It does not matter where she will come from. She will come from heaven. That is it. Hata kama anatoka mbinguni, hiyo yatosha. But before then, lakini kabla hapo, the wall of separation, ukuta wa kutenga. They say, wanasema it's good to marry from your village. Ni vyema kuoa kutoka kwa kijiji. Mkigombana sana Kiingereza, Kiswahili, sasa mnaweza chapa Kijaluo kidogo. No, watu wanapigana na Kijaluo tu bado. Ni wokovu ndio inaleta amani kwa nyumba. Sio kabila. Ni wokovu tu ndio inasaidia watu. Hallelujah. Hallelujah. In this ministry we have no borders. Katika huduma hii hakuna mipaka. We have no boundaries. Hakuna mipaka. Jesus is the Lord of all. Yesu ndiye Bwana wa wote. Jesus is the King and the Savior. Yeye ndiye mfalme na mwokozi. He is the Redeemer. Yeye ndiye mkombozi. Whether you have or you don't. Kama unayo hao. You are a son in the house. Wewe ni Bwana katika nyumba. Whether you are learned or not. Kama umesoma hujasoma. Who even cares? We are going home to Jerusalem. Tunaenda nyumbani Yerusalemu. Whether you have a suit or nothing. We love Jesus. Tunampenda Yesu. Hey. Leave alone the other separation there. Wewe achana na ile kutengana kule nje. Where they used to say. Maana alikuwa anasema the rich now, matajiri, they can now bring their mbegu. Wanaweza kuleta mbegu yao. Those ones, the rich, they have more access to God. Wale ambao ni matajiri wanafikia Mungu sana. Wako na ruhusa mingi ya kufika kwa Mungu. Wako na ruhusa mingi ya kufika kwa Mungu kuliko wale masikini. Kuliko wale watu masikini. Lakini nikisoma Biblia,
Yesu alikuja na damu yake, na damu yake peke yake. Hakuongeza dola, hakuongeza nini, hakusema ukuje na nini kidogo na pesa kidogo uongeze juu ya wokovu. Hapana, alikuja na damu yake, na by the merit of his blood alone, now you are a family of Jesus. Sasa wewe ni familia ya Yesu. Hey. Hallelujah. Hallelujah. No, let us not do a crusade, it is a wedding. Wacha tusifanye mkutano wa hadhara, ni harusi. Can I finish? Wacha tumalize. Maureen is worried. This my bishop, I invited him, now he's spoiling things. Please, I'm asking him to do. This my bishop is spoiling my wedding here. Now, can I look at this? This is anasema that Rono, we should just do the crusade, ndio? Tuache kuharibu harusi ya wenyewe, tuende huko nini? Huko sokoni. Hallelujah. Listen, he says, he has destroyed, okay, verse 15. By setting aside in his flesh the law with its commands and regulations, kwa kuibatilisha ile sheria pamoja na amri zake. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace. Ili apate kufanya ndani yake mtu mmoja mpya Please read faster than that, my son. Kwa kuibatilisha ile sheria pamoja na amri zake na maagizo yake, ili alipoutoa mwili wake, ili apate kufanya ndani yake mtu mmoja mpya badala ya hao wawili, hivyo akifanya amani. And in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Naye katika mwili huu mmoja awapatanishe wote wawili na Mungu kwa kupitia msalaba. He came and preached peace to you who are far away and peace to the Jews who are near. Hey. Alikuja na kuhubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na pia akahubiri amani kwa wao waliokuwa karibu. Look at this, the levels. Tazama hii. He says, anasema the two, Jews and Gentiles, wawili, wale Mayahudi na watu mataifa, remove the barrier. Waliondoa kile kizuizi, and then join them, na kisha wakaunganisha. And akawaunganisha. You see, it's Christ doing it. Put them together. See, you're translating as you hear the message. Next time I put the translator in the flight also. Put them together like this. Kaunganisha pamoja namna hii. And then, na kisha look, tazama, there was a wall here. Kulikuwa na ukuta hapa. Now you see, this is on earth, horizontal. Sasa unaona hii ni ya dunia. And then there is vertical. Na kuna ile imesimama. The vertical, there was a barrier. Na pale wima kulikuwa na kizuizi. So this one has been resolved. Kwa hivyo hii imesuluhishwa. But there remains one here. Lakini inasalia moja hapa. It is separated from God. Anasema ametengwa kutokana na Mungu. He also removed that one. Pia aliondoa hilo. Oh yes. Ndio. He removed this one and removed this one. Aliondoa ya chini akaondoa ya juu pia. So he made them one. Alifanya iwe moja, and then made them one with God. Na kisha akafanya ile moja kuwa na Mungu. Akawafanya wote wakuwe na Mungu, wakuwe wa Mungu pamoja. Akawafanya wote wakuwe wa Mungu. And then he says, na kisha anasema in verse number 19, na mstari wa 19, consequently, na unaharibu injili, can you give it? Unaharibu injili, bisa itaharibika, itapotea kabisa yote. Consequently, you are no longer foreigners and strangers. Hivyo basi ninyi sasa si wageni ni tena wala wapitaji. You remember what he said up there? Wakumbuka kile ambacho alisema pale juu. Foreigners. Wageni. But now he says, na sasa anasema, you are no longer foreigners. Nyinyi sasa si wageni. Nyinyi si wageni kwa hii madhabahu. Nyinyi si wageni kwa hii madhabahu. Hii madhabahu si club ya jamaa fulani pale ati unaomba ruhusa. Hapana, hii madhabahu sasa kwa sababu ya damu ya Yesu, kama wewe umetoka tu hapa Mathare umesikia harusi iko hapa, hii madhabahu wewe si ni mwenyeji tu sasa kwa sababu ya damu ya Yesu. So unaingia tu unasema sasa mimi nataka ile kiti iko mbele pale karibu na askofu. And you just get the seat and you are a member in this altar. There's no other qualification. There is no book that we feel in this church until we have a book of members. No, the book of members is in heaven. The members, it is written by the blood of Jesus. We just go to church. Ati unajua hiyo kanisa mimi naogopa kuwa join. Hapana, hakuna, ingia tu free tu, hakuna, unakuja tu kwa church, unakuja tu. Kwani shida iko wapi? Nani ako na kitabu hapa? Hakuna, iko mbinguni na imeandikwa na damu ya Yesu. Nasema you are formerly foreigners. Lakini sasa kama Yesu amekufa msalabani, ati club gani? Hakuna.
Ati ukiingia kwa hiyo conference ama mkutano unalipa kama 500 ya members. Sina member gani na alikufa msalabani. Sasa watu wote wanaenda tu sare. Amen. No, we need to do this in the crusade. This is not a message for a wedding though. But what do you want me to teach? It's the blood of Jesus. The wedding here.